Naitwa Murshid Hashim Ngeze, mwenyekiti wa Jumuiya ya Tawala za Mitaa Tanzania ALAT. Au tunasema ALAT Taifa. Kwa kama rais anasema muwe wabunifu, wanaotakiwa kuwa wa kwanza kubuni ni viongozi. Hawa watendaji wetu ili sasa iweze kusaidia. Na tunafanyaje? Jumuiya ya Serikali za Mitaa Afrika imeanzisha chuo rasmi za kuendeleza hawa viongozi wa serikali za mitaa, kuendeleza watendaji wa serikali za mitaa. Na sisi ALAT tumeshakuwa wabia huko. Kwa hiyo tunataka sasa waende kule wakajifunze ili waje tuwekeze kwenye rasilimali watu. Na hii itatusaidia sana. ALAT ukifika Dodoma, Benki Kuu na Hazina katikati unaona una uwazi. Ule uwazi ni wa ALAT. Na tayari tumeshapata hati miliki ya ule uwanja. Ni zaidi ya square mita 6,000. Kwa hiyo tumedhamiria kuweka jengo letu la kitega uchumi pale lenye zaidi ya ghorofa 4. Mungu atujalie, hiyo ndio mkakati mkubwa tulionao wa kwanza. Itatusaidia kwa kitega uchumi, lakini pia na ofisi zetu za kufanyia kazi na vikao mbalimbali kufanyia kazi. Na ukizingatia Dodoma zipo ofisi za serikali, hazina ofisi za kufanyia, nadhani ikiwepo tayari. Mkakati wa pili tulionao ni kutafuta wataalamu babezi wa uchumi kwenda kwenye halmashauri ambazo zina mapato kidogo, kuweza kukaa nao, kuibua vyanzo vya mapato, kutekeleza agizo la rais aliloagiza, lakini pia kuwasaidia wale ili waweze kuwa na fedha za kutosha kuendesha halmashauri yao. Hii ni moja, unajua formula ya kipato ni pale wanapoishi watu kuna mapato. Ila sasa tunazidiana upeo wa kuona mapato yanapatikanaje pale. Kwa ndio maana tunataka tuwapeleke wabobezi wa uchumi watusaidie. Kwa mfano tuna wilaya halmashauri ya Kakongo, mapato yao yako chini. Kwa hiyo hii lazima tuende pale tukae, tuone ni jinsi gani wanaweza kupata mapato zaidi kutoka kwenye halmashauri. Mkakati wa tatu tulionao ni rasilimali watu, kuwekeza mafunzo kwenye watendaji, kuwekeza mafunzo kwenye watumishi wa halmashauri na viongozi. Hili litatusaidia na tumeshapata mifano mizuri sana. NMB wakati wanapata tuzo ya kuwa kiongozi Afrika Mama aliulizwa nini kimefanyia ufanikiwe mpaka hapa, ni kwamba aliwekeza kwenye rasilimali watu. Kwa hiyo na sisi ALAT tunataka tutoe mafunzo kwa maafisa mipango, tutoe mafunzo kwa viongozi au serikali za mitaa. Kwa kama rais anasema muwe wabunifu, wanaotakiwa kuwa wa kwanza kubuni ni viongozi. Hawa watendaji wetu ili sasa iweze kusaidia. Na tunafanyaje? Jumuiya ya Serikali za Mitaa Afrika imeanzisha chuo rasmi za kuendeleza hawa viongozi wa serikali za mitaa, kuendeleza watendaji wa serikali za mitaa. Na sisi ALAT tumeshakuwa wabia huko. Kwa hiyo tunataka sasa waende kule wakajifunze ili waje tuwekeze kwenye rasilimali watu. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo ameagiza Mheshimiwa Rais twende kuyasema kwa wananchi waelewe, wajue kwamba mama amefanya kazi. Kwa hiyo haya ni baadhi ya mambo ambayo aliagiza Mheshimiwa Rais. Lakini jambo lingine ambalo naomba nilizungumzie sasa ni kwenye salamu pale nilimpa maombi. Nilitoa maombi kwa Mheshimiwa Rais kwa niaba ya halmashauri, kwa niaba ya viongozi wa halmashauri na watendaji. Nilitoa maombi yafuatayo. Jambo la kwanza, niliomba magari kwenye kitengo cha maendeleo ya jamii, kitengo cha sheria, idara ya sheria, maendeleo ya jamii na idara ya ukaguzi wa ndani ambao ni kitengo. Haya maendeleo ya jamii ndio wanaosimamia mikopo ya 10% ya vijana, watu wenye ulemavu na kina mama. Ukiangalia sasa hivi halmashauri zinakwenda kutoa zaidi ya bilioni 500. Mzunguko huu tunakoelekea inakwenda zaidi ya bilioni 500. Lakini wanaotakiwa kusimamia ni hawa. Kwa hiyo wasipopewa vitendea kazi kama magari, zile fedha zinakwenda kukwama. Tuenda kutafuta visingizio. Ndio maana nikamwomba Mheshimiwa Rais hiki kitengo kiboreshwe ili kipewe wafanyakazi, wafanyakazi, kipewe vitendea kazi gari ili waweze kufuatilia zile fedha. Pale kufuatilia kuna mambo matatu. Kuna kufuatilia fedha zirudi, kuna kufuatilia kuwapa elimu wale ambao wanakwenda kupata fedha, kuna kufuatilia kwenda kuwapa fedha wale ambao wameshapewa fedha, kuwapa ujuzi, kuangalia wanaendeleaje ile miradi ili sasa waweze kuendelea. Ile viwanda ambavyo tunasema viwanda 30 kwa kila mkoa, wafuatiliaji ni hawa maendeleo ya jamii. Watu wanaweza kuona kwamba sasa haya tunayaona madarasa na nini, lakini je,
kwenye kipato, lakini ukija kuangalia sasa hivi kipato cha mtu mmoja mmoja kimebadilika. Kwa mfano, unakuta kwamba halmashauri ilikuwa labda ina masoko, lakini unakuta yale masoko yameboreshwa. Kuboreshwa kwa soko ni tayari kumuongeza kipato yule mwananchi, yule mtafutaji. Twende kwenye kilimo. Uliona BBT inavyofanya kazi. Uliona masoko yalivyofunguliwa watu kufanya biashara. Sasa hivi magari yanakwenda vijijini kuchukua mazao.